Jumatano ya leo ya tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026, ninapata ujumbe maalum kuhusiana na nyota yako, na ujumbe huu uko hivi: kutokana na tarot reading niliyoifanya leo, ninaona katika kila element vitu ambavyo mnapitia. Kwa hivyo naomba usikize kwa makini ujumbe huu, pia ili uweze kualign nao, dai na ufanye kuwa wako. Nikianza na earth element kwa nyota za Taurus, Virgo na Capricorn, au nyota za ng'ombe, nyota za mashuke na nyota za mbuzi. Kuna jambo ambalo umekuwa ukilifanyia kazi kwa muda mrefu na sasa linaanza kukamilika. Hili linaweza kuhusiana na pesa, usalama wa maisha, familia, nyumba, kazi, biashara au kitu kingine ambacho umekuwa ukikijenga kwa ajili ya muda mrefu. Huenda ulipitia kipindi cha kujiuliza kama juhudi zako zote zilikuwa na maana, lakini sasa unaanza kuelewa kwa nini baadhi ya mambo yalitokea kwa namna yalivyotokea. Pia kuna wake up call kubwa sana. Mtu fulani anaweza kuwa ameanza kutambua thamani yako baada ya kuchukulia kawaida wema wako, uaminifu wako, msaada wako au uwepo wako. Anaweza kuwa mtu wa familia, mpenzi, rafiki au mtu anayehusiana na kazi yako. Sasa anakuona kwa mtazamo tofauti, lakini swali ni, amegundua thamani yako akiwa amechelewa sana. Baadhi yenu mko kwenye kipindi cha kufanya uamuzi ambao utaathiri maisha yenu ya baadaye. Huwezi kuendelea kuchagua kitu kwa sababu tu tayari umetumia muda mwingi ndani yake. Jiulize, je, bado kinaendana na maisha ninayotaka kujenga? Kuna tofauti kati ya kuwa mwaminifu na kuendelea kubaki sehemu ambayo tayari umeikuwa. Kifedha, naona kuna energy nzuri sana. Unaweza kupata habari njema, fursa ya pesa ya ziada, recognition au hatimaye kuanza kuona matokeo ya kitu ambacho umekuwa ukikijenga. Kwa baadhi yenu, hii ni kuhusu kujenga maisha yenye stability zaidi kwako na familia yako, badala ya kuendelea kuishi ukitatua tatizo moja baada ya jingine. Na usiruhusu watu wakufanya ujute kwa sababu una moyo mzuri. Wema wako sio dhaifu, lakini hakikisha unawapa moyo wako watu wanaojua kuuthamini. Si kila mtu anastahili kukufikia bila mipaka kwa sababu tu unampenda. Hapana. Kuna uwezekano mtu atajitokeza kukulipia kitu, kukuongezea kitu au kukupa zawadi ambayo ulikuwa tayari unapanga kununua mwenyewe. Cha kushangaza ni kwamba inaweza kutoka kwa mtu ambaye hukudhani alikuwa akifuatilia mahitaji yako. Pia kuna uwezekano wa bei kushuka, ada kuondolewa au bill kuwa ndogo sana kuliko ulivyotarajia. Kwa kifupi, baraka yako inaweza kuja kupitia kutolazimika kutumia pesa mfukoni mwako. Huu ndio ujumbe niliouona Wednesday. Hivyo watu wangu wa Earth Element, mta comment, je, hali hii inahusiana na wewe au umeiona? Dai ujumbe huu ili uweze kualign nao. Nyota za fire sign, Aries, Leo na Sagittarius, au nyota ya punda, nyota ya Simba au nyota ya mshale. Mnatoka kwenye kipindi ambacho huenda mlijisikia mmechanganyikiwa, mmekwama, mmelemewa au hamjui ni upande gani mnapaswa kwenda. Kulikuwa na possibilities nyingi, maoni mingi, ile what if nyingi, na huenda mtu fulani alikuwa akikupa mixed signals mpaka ukawa unaanza kuhoji mambo ambayo kwa kawaida usinge question. Lakini sasa jambo linaanza kuwa wazi sana. Unaanza kushinda kikwazo ambacho kilikufanya uhisi hakuna kinachosonga. Kile ulichokiona kama kuchelewa huenda kilikuwa kinakukinga usifanye uamuzi kabla hujapata taarifa zozote. Baadhi yenu mlipaswa kusubiri kidogo ili mumuone mtu au hali fulani kwa mtazamo tofauti, na ukishaona ukweli huo hutaweza tena kuuona tofauti. Pia kuna opportunities kadhaa zinazoweza kufunguka kwenye mapenzi, pesa, kazi, urafiki au jambo ambalo umekuwa ukilitaka. Lakini kumbuka, si kila kitu kinachoonekana kizuri kinastahili energy yako. Angalia tofauti kati ya kile ambacho ni halisi na kile kinachosikika kizuri tu. Kuna baadhi yenu mtu amekuwa akiwaweka kwenye waiting room kwa sababu yeye mwenyewe hajui anataka nini. Usiruhusu confusion ya mtu mwingine iwe sababu ya wewe kusimamia maisha yako. Usisubiri mtu ajitafute wakati wewe una maisha kuendelea nayo. Mtu fulani anaweza kuwa karibu kuacha kazi, kuondoka kwenye position fulani au kuachia nafasi ghafla, na wewe unaweza kuwa mtu wa kwanza anayepigiwa simu kuchukua nafasi hiyo. Inaweza kuwa kazi, biashara, leadership au event fulani. Usiruhusu taarifa ya ghafla ikufanya ujiulize kama una uwezo. Ulikuwa tayari, opportunity yako imefika. Kupitia mtu mwingine kusema mimi nimeacha. Kuondoka kwao
kunaweza kuwa mlango wako wa kuingia. Hii ndio reading ya Fire Element Jumatano ya leo. Hivyo claim au dai energy reading hii iweze kuandamana na wewe. Water sign, Cancer, Scorpio na Pisces, au nyota ya kaa, nyota ya nge na nyota ya samaki. Ujumbe wa Jumatano ni upi? Mnafika sehemu ambayo hamwezi tena kufanya maamuzi ya kihisia kuhusu jambo ambalo linahitaji akili tulivu na kuangalia facts. Unaweza kumpenda sana mtu au kujali sana halafu hali fulani, lakini sasa unaanza kuangalia kile kilichopo kweli badala ya kile ulichotarajia kingekuwa. Kuna mtu anaweza kuwa na kusubiri ufanye uamuzi, anaweza kuwa anajiuliza utafanya nini baadaye, au anaangalia kama bado upo available kwake, lakini wakati huo huo wewe unaanza kugundua kwamba una options. Pia kuna connection kubwa na muziki, wimbo, msanii, lyrics au playlist fulani inaweza kukugusa kwa namna tofauti siku hizi. Muziki unaweza kuwa unakusaidia kutoa hisia ambazo umekuwa huziwezi kuzielezea kwa maneno. Usishangae kama wimbo fulani utakukumbusha sana mtu au kukurudishia hisia ulizodhani tayari zimepita. Naona pia unapanga hatua yako inayofuata kwa siri. Unapanga kimya kimya. Huhitaji kila mtu ajue unachopanga kufanya. Baadhi yenu mnafikiria mabadiliko kwenye mapenzi, kazi, pesa, kusafiri, kuhama au kuchagua kabisa direction mpya ya maisha. Umetumia muda wa kutosha ukiangalia nyuma. Sasa unaanza kujiuliza, ni kitu gani ambacho kina maana kwangu kuanzia hapa kwenda mbele? Kuna uwezekano mtoto, ndugu mdogo au mtu wa familia mwenye ukimya mwingi akafichua bila kukusudia jambo ambalo watu wazima walikuwa wakijaribu kulificha. Hataweza kuwa na nia mbaya, huenda hajui tu kwamba hakupaswa kukuambia. Inaweza kuwa ukweli kuhusu mipango fulani, mipango ya pesa, kuhama au sababu halisi ya mtu kubadilika tabia. Usikimbilie reaction. Baada ya hiyo taarifa ya kwanza kutoka, kuna taarifa zaidi zinazoweza kufuatia. Huu ni ujumbe wa Jumatano hii. Dai ujumbe huu ili uweze kuendana na nishati yako. Watu wa air sign au nyota za air element au hewa, Gemini, Libra na Aquarius. Intuition yako tayari imekuwa ikikwambia jambo fulani, lakini bado unaendelea kutafuta confirmation. Unaweza kuwa unajiuliza kama hisia zako ni sahihi, una overthink au unatafuta mtu mwingine akuambie kile ambacho ndani kabisa tayari unakijua. Zingatia ndoto zako, mawazo yanayojirudia, gut feeling, signs zinazojirudia na zile moments ambazo jambo fulani linakaa vibaya moyoni bila sababu iliyo wazi. Pia kuna energy ya mtu anayeficha kitu. Anaweza kuwa anaficha hisia, intentions, pesa, taarifa au hatua yake inayofuata. Mtu huyo haonyeshi kila kitu anachojua wala kila kitu anachohisi. Kwa baadhi yenu kuna mtu anayekujali zaidi kuliko anavyokubali, lakini hofu, pride, control au insecurity inamfanya ajifiche. Kifedha, kuwa makini na matumizi makubwa. Baadhi yenu mnahifadhi pesa kwa ajili ya jambo muhimu. Mnajaribu kurudisha financial stability au mumeanza kulinda zaidi kile ambacho mmekifanyia kazi kwa bidii. Unasukumwa kuweka mipaka bora kwenye pesa zako. Na kiroho unaweza kujisikia kwamba unahitaji guidance kwa sasa. Tafakari, omba, andika mawazo yako au kaa kimya kidogo. Jibu huenda lisije kwa namna unayotarajia, lakini utakapolipata utalijua. Jina lako linaweza kutajwa kwenye sehemu ambayo hujawahi hata kufika. Mtu anaweza kuwa anapendekeza kazi yako, anashare content yako, anakutaja katika kama mtu anayeweza kutatua tatizo fulani. Unaweza kupata follow mpya, inquiry, invitation, opportunity kutoka kwa mtu ambaye huna connection naye moja kwa moja. Reputation yako inaweza kuwa inasafiri mbali zaidi kuliko unavyodhani. Na opportunity ikija, usiogope kuweka thamani inayostahili kwenye kazi yako. Huu ndio ujumbe wa air element, ikiwa leo ni Jumatano. Hivyo basi, chukua ujumbe huu, dai ili uweze kuendana na nishati yako ya leo.